wakati ule Yesu alipokuwa ulimwenguni, alipokuwa ameanza kazi ya kufundisha habari za neno la Mungu katika maeneo mbalimbali. Watu waliendelea kumwamini, wengine waliendelea kumkataa. Sasa anazungumza na kundi hili la Wayahudi. Wayahudi hawa lilikuwa ni kundi ambalo lilikuwa limekataa kabisa kumwamini Yesu, ingawa kulikuwa na kundi lingine la Wayahudi ambalo lilikuwa limemwamini Yesu, lakini kundi hili lilikuwa limekataa kabisa kumwamini Yesu. Kwa hiyo wakawa wanatafuta namna wanaweza wakamkamata, wakawa wanatafuta namna wanaweza wakamua, wakawa wanampinga kwenye kila kitu alichokuwa akikifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia mistari iliyotangulia pale juu, Yesu alikuwa amewauliza wale Wayahudi kwamba ninyi mnataka kunipiga mawe, mnataka mnipige kwa mawe. Sasa mniambie kwamba miongoni mwa kazi njema hizi nilizozitenda ni kwa kazi ipi njema mnataka kunipiga mawe? Wakawa wanampinga na kumpinga na kumpinga. Sasa kutokea kwenye maandiko haya, nataka tuangalie siri tatu za maisha yenye furaha. Haleluya! Unaweza kusema siri tatu za maisha yenye furaha. Pamoja na hali nyingi mbaya ambazo Yesu alikutana nazo, pamoja na mambo mabaya mengi ambayo Yesu alikutana nayo, ukifuatilia katika maisha yake utagundua hakuna siku ambayo Yesu alijutia kitendo cha yeye kuja ulimwenguni. Utagundua hakuna siku ambayo Yesu alilalamika kwa kuja kwake ulimwenguni. Maisha yake ingawa yalikuwa yamejaa na mambo mengi ya kukatisha tamaa, maisha yake ingawa yalikuwa yamejawa na mambo mengi ya kuvunja moyo, lakini utakuta Yesu aliishi maisha yake hapa ulimwenguni akiwa na furaha. Ziko siri tatu ambazo zilipelekea maisha yake kuwa na furaha, lakini siri hizi tatu zitakusaidia na wewe kuishi maisha ya hapa duniani ukiwa na furaha ndani ya moyo wako. Haleluya! Kitakachokuonyesha kwamba Yesu alikuwa na furaha ndani yake na kitakachokuonyesha kwamba Yesu alikuwa na amani ndani yake ni kwa sababu aliwatendea mema watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliwatendea mema watu wengine. Mtu ambaye hana furaha ndani yake hawezi kuwatendea mema wengine. Atakachokifanya, atafanya mambo ya kuwakwaza na kuwaumiza, ikiwa ni sehemu ya kulipiza kisasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukifuatilia maisha ya Yesu, aliwatendea mema watu siku zote, na hiyo ni ishara kwamba Yesu aliishi hapa duniani akiwa na furaha ndani yake. Hata alipokuwa pale msalabani, Yesu hakuwa na kinyongo na mtu yeyote, na ndio maana utaona akiwa pale pale msalabani alimtangazia msamaha mtu aliyekuwa anateswa pamoja naye, lakini pia aliwatangazia na msamaha waliokuwa wanamtesa. Tafsiri yake ni kwamba Yesu alikuwa na furaha, alikuwa na amani ndani yake kwa maisha yote aliyoishi duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ziko siri tatu ambazo nataka tuzitazame asubuhi ya leo, ambazo zitamfanya kila mmoja wetu aishi hapa duniani akiwa na furaha. Ingawa shetani siku zote anafanya kazi kuharibu furaha yetu, anafanya kazi kuharibu amani yetu, anafanya kazi kuvuruga furaha yetu, lakini ukizijua siri hizi tatu na kuziishi katika maisha yako, utaishi maisha ya hapa duniani ukiwa na furaha ndani yako. Haleluya! Mimi natamani kuwa mwenye furaha siku zote. Natamani kuwa mwenye furaha siku zote. Natamani hata wewe uwe mwenye furaha siku zote katika maisha yako. Sema amen katika jina la Yesu. Natamani utembee katika hali ya furaha.
hata wakati ambao unaona vitu ni kama vimesimama haviendi. Shauku yangu na tamaa yangu ni kuona unaendelea kuwa mwenye furaha na amani katika maisha yako, maana moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza ambalo ni siri inayoweza kumfanya kila mtu aishi maisha hapa duniani akiwa na furaha. Jambo la kwanza ni siri tatu, nataka niziongelee kwa haraka. Siri tatu za maisha yenye furaha. Na siri ya kwanza, ni muhimu kujua kwamba unaweza kufanya jambo sahihi. Unaweza kufanya jambo sahihi lakini ukapingwa. Hii ni siri ya kwanza ambayo ni muhimu kila mtu akaijua na kuishi katika maisha yake, kwamba katika ulimwengu huu, katika maisha haya, unaweza kufanya jambo lililo sahihi, unaweza kufanya mambo mema, unaweza kuwatendea watu mambo mazuri, lakini wakati unawatendea mambo mazuri kikawa ndicho kipindi cha wewe kupingwa katika maisha yako. Hii ni siri ya kwanza, na hii siri imefichwa katika maisha ya Yesu. Yesu alifanya mambo mema mengi, lakini kadiri alivyofanya mambo mema ndivyo alivyopingwa na kupigwa vita na watu. Lakini siri hii Yesu aliijua, na kukatishwa tamaa na mazingira hayo, aliendelea kuwa mwenye furaha, pamoja na kwamba alikuwa anapigwa vita, pamoja na kwamba alikuwa anapingwa na watu, lakini Yesu Kristo aliendelea kuwa mwenye furaha kwa miaka yote 33 aliyoishi hapa duniani. Kitu kilichomsaidia, alijua hii siri kwamba unaweza kufanya jambo lililo sahihi lakini ukapigwa vita. Unaweza kufanya jambo jema, maisha yako unaweza ukawa unafanya kila kitu kwa ubora na ukafanya vizuri na kuwatendea watu mema, lakini ukapigwa vita. Hii ni siri ya kwanza inayoweza kumfanya kila mtu awe na furaha. Ni kwa nini siri hii inaweza kumfanya kila mtu awe na furaha? Ni kwa sababu wakati watu watakapokupinga, hautautazama ule upinzani wao kwa jicho la tofauti. Utautazama ule upinzani wao kwa jicho linalokuambia kwamba unapingwa kwa sababu haujakosea, lakini kwa sababu unafanya lililo jema. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia ile sura ya 10 ya kitabu cha Yohana na ule mstari wa 32. Yohana sura ile ya 10 na ule mstari wa 32. Tazama ya maandiko pale. Yesu akajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Yesu anazungumza na watu. Wengi walikuwa wamekusanyika, na watu wale walipokuwa wamekusanyika, miongoni mwao kulikuwa na watu wasioona, kulikuwa na vipofu, kulikuwa na watu wenye pepo, kulikuwa na watu waliokuwa ni wagonjwa. Yesu alipoingia katika lile sinagogi, akawaponya waliokuwa vipofu, akawaponya waliokuwa na pepo, akawaponya waliokuwa na magonjwa mbalimbali, akawaponya. Lakini katika lile kundi la watu waliokuwa wamekusanyika, kulikuwa na kundi lililokuwa haliamini zile kazi ambazo Yesu alikuwa anafanya, na kundi hilo lilikuwa linatafuta kumuua Yesu. Sasa Yesu alipokuwa amezungumza nao, akawaambia, mimi ni mwana wa Mungu. Waliposikia akisema kwamba yeye ni mwana wa Mungu, miongoni mwa watu wale wakasimama watu wakasema, anakufuru huyu mtu, anakufuru huyu mtu, maana tunamjua huyu ni mwanadamu, anakufuru kwa kujiita kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Wakasema anakufuru. Na waliposema hivyo, wakaanza kuokota mawe ili wampige mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaokota mawe kabisa, wakaokota mawe. Na si kwamba tu waliokota mawe kwamba wampige Yesu,
kwa sababu ametenda kazi njema nyingi, lakini pia kwa sababu amewaambia kwamba yeye alitoka kwa Mungu. Wakaokota mawe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaokota mawe, na yale mawe ilikuwa ni kwa ajili ya kumpiga Yesu amuue. Sasa Yesu akawauliza kwamba nimewaonyesha kazi nyingi njema, kazi njema nyingi nimewaonyesha, niambieni kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnataka kunipiga mawe? Haleluya! Maana sisi hapa duniani huwa kuna watu wanapigwa mawe, lakini ukifuatilia wengi wanaopigwa mawe ni kwa sababu wamefanya vibaya. Wengi unakuta wameiba. Ndio kwamba siku hizi kuna hali ya watu kujichukulia sheria mkononi. Mtu akiiba wanamuua, wanampiga mawe, wanamuua. Yesu anawashangaza wale watu, anawauliza niambieni, katika kazi njema nyingi hizi nilizofanya, ni kwa kazi ipi mnataka mnipige mawe? Wayahudi wakajibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu, kwamba unakufuru. Lakini maandiko yamesema wazi kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na katika Tito ameeleza vizuri kabisa, anasema Yesu Kristo ni Mungu. Tito anaandika anasema Yesu Kristo ni Mungu. Lakini watu hawa wakati wanazungumza walikuwa na sababu pengine za kusema, kwa sababu Tito alikuwa bado hajaandika waraka wake. Lakini katika Torati Yesu akawakumbusha kwamba ninyi mnashangaa kwamba mimi nimejiita kwamba mimi ni mwana wa Mungu, lakini katika Torati yenu imeandikwa kwamba ninyi ni miungu. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 82 na mstari wa 6 imeandikwa kwamba ninyi ni miungu. Yesu akawauliza, imeandikwa katika Torati. Maana wakati anazungumza nao, Zaburi ilikuwepo, Torati ilikuwepo. Sasa anawauliza, ninyi mnashangaa kwamba nimesema mimi ni mwana wa Mungu, wakati ninyi Mungu amewaita ninyi ni miungu. Mnashangaa nini? Wale watu wakaendelea kukasirika, baadaye wakataka wamkamate, maana kumpiga mawe walishindwa, kwa sababu katika ule umati wa watu uliokuwa umekusanyika kulikuwa na watu walikuwa wamemwamini Yesu, walikuwa wameyakubali maneno yake. Na hata wengine waliposema kwamba huyu mtu ana pepo, wengine wakasema haiwezekani mtu mwenye pepo aseme maneno kama haya. Mtu mwenye pepo hawezi kuzungumza maneno yenye hekima namna hii. Mtu mwenye pepo hawezi kuwafumbua macho vipofu. Mtu mwenye pepo hawezi kuponya wagonjwa. Haleluya! Watu wakamwamini, lakini wengine wakakataa kumwamini. Kwa hiyo wale watu waliokuwa na mawe walipotazama wakasema, tukimpiga mawe, kuna watu hawa ni wengi wamemwamini, wanaweza na wao wakatushambulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaweza wakatushambulia. Kwa hiyo yale mawe yao wakakaa nayo mawe, lakini baadaye wakashindwa kuvumilia, wakataka wamkamate Yesu. Akapita katikati yao, akatoka mikononi mwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pamoja na mambo yote hayo, Yesu hakupoteza furaha katika maisha yake. Ni kwa sababu alijua kwamba unaweza kufanya jambo jema, unaweza kufanya jambo ambalo ni sahihi kabisa, ukapingwa. Na baadhi yenu mnapingwa sio kwa sababu mmekosea, ni kwa sababu mnafanya mambo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Hii siri naomba uijue. Inawezekana utatoka hapa, utaenda sehemu fulani, utaenda sehemu nyingine. Katika kazi zako utakutana na watu, wakati mwingine utapingwa
sio kwa sababu umekosea, lakini kwa sababu unafanya jambo sahihi. Sasa utakapopingwa, wewe usipigane, wewe usishambulie, wewe mtukuze Bwana, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa sababu ninapingwa wakati niko sahihi, ninafanya jambo lililo sahihi. Endelea kufanya jambo sahihi, usiache kufanya jambo sahihi. Hata kama unapingwa, utakapoendelea kufanya, ndio utaendelea kupata amani katika moyo wako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipingwa, ila hakuacha kufanya yaliyo mema. Yesu alipigwa vita. Yesu alipigwa vita, lakini hakuacha kufanya yaliyo mema. Sisi wanadamu, inawezekana ikawa ni rahisi sana watu wakituokotea mawe, inaweza ikawa ni rahisi kujiunga nao na kusema basi yaishe. Lakini Yesu aliendelea mbele, akijua mimi ninapingwa, sio kwa sababu nimekosea, lakini kwa sababu nimefanya yaliyo mema. Ndio maana akawauliza akasema, kazi njema nyingi nimewaonyesha, niambieni miongoni mwa hizi ni kwa kazi ipi mnanipiga kwa mawe? Wakasema sio kwa ajili ya kazi njema hizo, wakasema ni kwa sababu umekufuru. Lakini hata alipofuatilia, Yesu hakukufuru, alikuwa amesema lililo kweli. Kwa hiyo utakuwa sahihi, ni kweli utakuwa sahihi, ila utapigwa. Utafanya biashara ambayo umetafuta mtaji mwenyewe, kabisa, mtaji wa kwako mwenyewe kabisa, lakini utapingwa. Utafanya kazi uliyosomea kabisa, wewe mwenyewe umeenda darasani mwenyewe, umesoma miaka mingi upate ujuzi, na baada ya kumaliza umehangaika utafuta kazi, umepata kazi, lakini wakati ukifanya ile kazi utapingwa. Hautapingwa kwa sababu unafanya kazi mbaya, utapingwa kwa sababu unafanya jambo lililo sahihi. Utatafuta kazi na ile kazi utaifanya kwa nguvu zako kabisa. Hautumii nguvu za mtu, kabisa, unatumia nguvu za kwako mwenyewe. Lakini watu watakupinga. Kwa nini anafanya vizuri? Kwa nini anafanya vizuri? Kwa nini anafanikiwa? Kwa nini anapiga hatua? Kuna watu hawataki kuona unapiga hatua. Kuna watu hawataki kuona mtu anapiga hatua. Akipiga hatua ni tatizo, pinga. Sasa ili uendelee kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako, ni muhimu sana siri hii uijue, kwamba kuna wakati utapigwa vita kwa sababu unafanya jambo lililo sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana akusimamishe katika jina la Yesu. Wakati utakapopingwa kwa sababu ya kufanya yaliyo sahihi, Bwana akusimamishe, usonge mbele, usirudi nyuma katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninatamka kila utakapopigwa vita zitakazoinuka kushambulia afya yako zisifanikiwe. Vita zitakazoinuka kushambulia nafasi yako zisifanikiwe. Vita zitakazoinuka kushambulia maisha yako ya kiroho zisifanikiwe katika jina la Yesu wa Nazareti. Siri ya kwanza itakayokusaidia kuishi maisha yako hapa duniani ukiwa na furaha ni kufahamu kwamba unaweza kufanya jambo lililo sahihi ukapigwa vita, ukapigwa. Lakini jambo la pili, siri ya pili itakayokusaidia kuishi maisha ya furaha hapa duniani ni kufahamu kwamba kila jambo limefungwa katika majira. Kila jambo limefungwa katika majira. Mhubiri sura yake ya 3 na ule mstari wa kwanza
Yohana Mtakatifu sura yake ya 10 na ule mstari wa 39. Biblia inasema, wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao. Jambo la pili balo ni muhimu kila mtu alifahamu ili aweze kuishi maisha ya furaha hapa duniani ni kufahamu kwamba kila jambo limefungwa katika majira yake. Kila jambo hapa duniani limefungwa katika majira, limefungwa katika majira. Tazama, Mhubiri anaandika, anasema kwa kila jambo kuna majira yake, kuna majira yake. Yako majira kwa kila jambo hapa duniani. Ndio maana kuna wakati wa kusikia njaa, kuna wakati wa kushiba, kuna wakati ambao ni wakati wa kupoteza, lakini kuna wakati ambao ni wakati wa kupata. Uko wakati wa kutawanya, lakini uko wakati wa kuokota au kukusanya vilivyotawanywa. Kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa. Kwa kila jambo kuna wakati wake. Bwana akupe neema ya kutambua majira na nyakati ambazo zimeamliwa kwenye maisha yako. Sema amen katika jina la Yesu. Bwana akupe uwezo wa kutambua nyakati na majira ambayo yameamliwa kwenye maisha yako, ili uwe mwenye furaha katika maisha yako. Yesu Kristo wakati ule walipotaka kumkamata, akatoka mikononi mwao. Lakini sio kwamba Yesu hakukamatwa. Yesu alikamatwa. Ni kwa nini wakati ule alitoka mikononi mwao? Ni kwa nini wakati ule walimkamata lakini akatoka mikononi mwao? Majira. Sema majira. Sema majira. Majira yake yalikuwa bado. Majira yake yalikuwa bado. Ukitambua hii siri, ukitambua siri ya majira na nyakati, hautapoteza furaha katika maisha yako. Wakati ule yatakapotokea mambo ya kuiondoa furaha kwenye maisha yako, utaendelea kuwa na furaha, kwa sababu utajua kwamba haya ni majira ambayo yameamliwa, haya ni majira ambayo yameamliwa na Bwana, na ya kwamba mimi ninapita kwenye kipindi hiki, sio kwamba nimefikia mwisho, sio kwamba ni kipindi changu cha kupoteza, lakini haya ni majira ambayo Bwana ameamuru kwenye maisha yangu, na kama ninapoteza, yako majira mengine ambayo nitapata katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo unaweza ukapoteza, lakini bado ukawa mwenye furaha, kwa sababu unajua kwamba kila jambo lina wakati na majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu walipotaka wamkamate, jaribio la kumpiga mawe liliposhindikana, wakataka wamkamate, na kweli wakamtia mikononi mwao, lakini Yesu akatoka mikononi mwao. Upate neema ya kutoka mikononi mwa watu wanaokukamata kabla ya majira yako katika jina la Yesu. Kila mpango wa adui unaofanyika, upate neema ya kutoka katika mpango katika jina la Yesu aliye hai. Ni kweli Yesu ilikuwa ni lazima akamatwe, lakini wale waliokuwa wamemkamata saa ile walikuwa wamemkamata wakati ambao sio wakati wake. Ndio maana alitoka mikononi mwao. Ninajua kuna watu wanataka kuharibu mambo yetu katika jina la Yesu. Natangaza mambo yetu hataharibika katika jina la Yesu aliye hai. Hayataharibika katika jina la Yesu. Hayataharibika katika jina la Yesu.
wale Wayahudi na kimbelembele chao wakasema tunamkamata, lakini nataka nikwambie yalikuwa sio majira ya Yesu kukamatwa. Yale yalikuwa sio majira ya Yesu kukamatwa. Nataka nitangaze, kila adui anayeinuka ili kusimama na kupinga akapigwe katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pigwe. Majira haya ni majira yetu ya kucheka. Sema, haya ni majira yangu ya kucheka katika jina la Yesu. Haya ni majira yetu ya kucheka na kufurahi, sio majira yetu ya kulia. Haleluya! Haya sio majira ya kupoteza tumaini. Haya ni majira ya kujawa na tumaini. Haya ni majira ya kupata matumaini katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Hata kama kuna kitu unaona hakiendi, mwambie shetani, ninajua hawa ni Wayahudi wananikamata, ni wale Wayahudi ambao walitaka kukamata Yesu kabla ya wakati wake. Nitatoka mikononi mwao katika jina la Yesu aliye hai. Na utatoka mikononi mwao katika jina la Yesu. Hautakwama mikononi mwao, utaendelea. Haleluya! Hebu tazama, watu hawa walitaka, ilikuwa ni katika sura ya 10. Sura ya 10. Angalia, ziko sura nyingi zinaendelea mpaka sura ya 27 ya kitabu cha Mathayo. Ndio majira sasa ya Yesu kukamatwa akafika. Angalia, watu hao walitaka wamkamate Yesu, wakae naye kwa muda mrefu, wakati majira yake bado. Sikiliza, majira yako ya kuchanua ndio haya. Kila nguvu inayotaka kuzuia kuchanua haitafanikiwa katika jina la Yesu. Sema, nitachanua kwa jina la Yesu aliye hai. Utachanua, mambo yako yatachanua kwa jina la Yesu aliye hai. Unajua, shamba linapoanza kuchanua huwa ni wakati wa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkulima amepanda mpunga wake, umefika